Jamii imetakiwa kufanya kazi kwa bidii na kuachana na vitendo viovu ili kulinda na kuthamini utamaduni wa Kizanzibari. Amesema hayo msaidizi daktari dhamana wa hospitali ya Kivunge, Daktari Tamimu Hamadi Saidi, wakati alipompokea majeruhi aliyechinjwa na mapanga sehemu mbalimbali za mwili. Kwa siku ya tarehe 6 usiku tulipokea majeruhi, anaitwa mzee Muhammad Hamdu mwenye umri wa miaka 58. Huyu ni mkazi wa Kivunge. Aliletwa hapa kwa amevamiwa nyumbani kwake usiku na watu wawili na kumjeruhi kwa visu na mapanga katika sehemu ya kichwa, kifuani na mikono yote miwili. Aidha, Daktari Tamimu ametoa wito kwa jamii kuachana na vitendo vya kihalifu na kufanya kazi kwa bidii ili kulinda utamaduni wa Mzanzibari. Wito wangu kwa jamii, kweli tujitafutie kipato cha halali. Yaani kuvamia nyumbani kwa mtu kwa ajili ya kuiba na baadaye na kumjeruhi, kwa kweli si ustaarabu wa Wazanzibari. Wazanzibari ni watu wenye ustaarabu na ambao wanafuata maadili. Ni vyema tufuate maadili na tufuate miongozo yetu ya dini ili tuepuke na mambo kama haya ambao kwa kweli si lazima, ambao yanagharimu maisha ya mtu. Akithibitisha kutokea kwa kitendo hicho cha kihalifu, sheha wa shehia ya Kivunge ndugu Uweni Haji Juma amesema, kwa kweli mimi nilikaa usiku na nikapigiwa simu ni wasamaria wema, wakaniambia kwamba huku kuna tokeo lishatokea, kuna mwizi kaingia ndani na huku yeshajeruhi watu watatu. Kwa upande wake majeruhi ndugu Muhammad Hamdu Ali ameeleza mkasa mzima wa tukio pamoja na kuishauri serikali ya mapinduzi Zanzibar kuongeza doria hasa katika shehia ya Kivunge ili kuondokana na vitendo vya kihalifu. Tukio lilivyotokezea watu wametoka na ilikuwa si mmoja, wako wengi, kwa hiyo wamekuja na majibu, kwa maana wametokea huko nyuma akatokezea mpaka hapo alipo mama. Hapo ndipo kuja kukumbana. Tupishakumbana hapo tukaanza kutembeleana visu walikuwa wanavyo mapanga, tukafika mpaka hatua hiyo hapo uwanjani poti hapo. Sasa balozi wangu alikuja na yule mtoto wangu, itabidi hapo ndio tukaanza kuonana naye. Tukishakuonana naye hapo wao akatoja chini, tukamdhibiti kwa watu watatu. Tulipomdhibiti watu watatu hapo itabidi tukaanguka naye. Lakini ndo hali yenyewe ndo kama hii. Maana kisha njuruhi kila pale kwa sababu walikuwa wako wengi. Wako kikosi kingi, sio mtu mmoja. Serikali tunaomba kuwa iwaongeze doria. Waongeze doria kwa sababu unakuwa kaskazini natokezea sana. Askari tuendelee kulinda doria kwa sababu kasi sipangumie tuna mwingine anatokezea. Mahir Saidi, Mafunzo Online TV.